umekuwa kitambo bwana. Ndio, ni kweli. Wahehe wanasema welcome back. I'm back. Yes, nimekuwa niko nchini. Nimekuwa niko nje ya nchi, lakini kikubwa nimekuwa kwa Kizimkazi. Kwa Kizimkazi. Nilifuatilia na Palinoga. Kwa kweli. Walisema shangwe na fursa. Shangwe na fursa. Kwa kweli na kuna fursa nyingi kule za uwekezaji, za utalii. Watu kwa kweli ni watu rahimu, wote walitupokea vizuri. Kizimkazi ni kuzuri sana. Kumenoga kweli. Na waomba watu wengi waende wakatembea Kizimkazi. Makunduchi, Paje, Jambiani na maeneo yote ya jirani. Ni kuzuri sana. Tumepokea mwaliko. Mchunguzi, tuambie uteuzi wa Deogratias Ndejembi kwako utathmini vipi ukizingatia nafasi yake katika chama, lakini pia utendaji wake bila kusahau umri alionao? Ni kweli kwa umri wake unatosha kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu tunaangalia duniani na tunaangalia hata kwenye taifa letu watu waliopewa nyadhifa katika umri kama huo walivyoweza kufanya kazi. Mwalimu Nyerere wakati ule anaanza kuwa rais wetu alikuwa na miaka 30 almost na 9, na aliweza kumanage taifa hili vizuri sana, na wenzake wote aliokuwa nao katika serikali akina Oscar Kambona, akina Rashid Kawawa na wengine wote walikuwa ni umri ule 33, 35, 38 hivyo. Na kwa hiyo umri sio tatizo, lakini la pili ni kwamba Ndejembe ana historia nzuri ya uongozi ndani ya Umoja wa Vijana, lakini amekuwa na historia nzuri ya utumishi wa umma akiwa waziri wa nchi mara kwa mara, kazi ya ajira na vijana na katika ofisi ya waziri mkuu, lakini amekuwa waziri wa ardhi na amekuwa waziri wa nishati, na ni mheshimiwa mbunge wa Chamwino toka mwaka 2020, na katika miaka hiyo michache ameonyesha hali nzuri na kubwa sana ya uongozi na uwajibikaji. Na kwa hiyo kazi na nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ataimudu vizuri. Jina lake sio jina lilokuwa likitajwa na wengi ama likitazamiwa na wengi kwamba litateuliwa. Unadhani uteuzi wake unatuma ujumbe gani kwa wanachama wa CCM? Unatuma ujumbe kwamba watu wasikae kutarajia kwamba majina, niliwahi kuongea hapa Crown Media kwamba kuna majina ikitokea nafasi watu wanaanza kujaza picha na majina ya watu fulani. Hiyo hali inatakiwa kufa, sio kupungua, kufa. Tusikae na kusema kwamba kama itatokea nafasi fulani basi fulani kwenye mkeka lazima atakuwepo. Ni kwamba tuna watu milioni 62 na tuna watu wenye uwezo, na kweli jina la Ndejembi hakuna aliyelitarajia katika majina yote yaliyokuwa yametajwa kila siku kwenye media zote. Inatoa ujumbe kwa Watanzania kwamba mamlaka za uteuzi zinateua mtu kutokana na uwezo wake, na ujue kwamba tumekwenda tunabadilika, kwamba zamani kuna na ile ilikuwa inaitwa historia ya utendaji au labda mtu ana historia gani katika chama, lakini toka alipoingia mzee Philip Isidori Mpango ambaye hakukulia kwenye Chama cha Mapinduzi katika utendaji na utumishi, alikwenda kudemonstrate kuwa makamu wa rais mzuri sana. Bashir Wali Kakurwa alipoteuliwa kuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi hakukulia kwenye CCM, lakini alienda kudemonstrate kuwa katibu mkuu mzuri sana wa Chama cha Mapinduzi. Hii ni signal kwamba tunakwenda katika yale mabadiliko ya mazoea, kwamba ikitokea nafasi fulani basi fulani mwenye miaka 20, mwenye miaka 30 katika nafasi. Hapana, tunaangalia mamlaka za uteuzi zinaangalia utendaji, uwajibikaji, na kwamba huyu mtu atadeliver kiasi gani, na ndio imempa nafasi nzuri Deo John Ndejembi. Kwa uhalisia kuteuliwa kwake ambapo haikutarajiwa na wengi. Kuna wengi ambao bado pengine wana hati kuona kwamba kwa umri wakimtazama juu kuona kama ni kijana sana kwa wadhifa aliopewa ni mkubwa zaidi, mbali ya kutueleza kwamba kwa mfano mzuri wa Mwalimu Nyerere kupata nafasi akiwa na umri mdogo tu wa miaka 39 miaka hiyo, tofauti na hivi sasa. Hii unawaambia nini wale ambao pengine wamekuwa na mitazamo tofauti na kuwa na wasiwasi na hofu kuhusiana na hili? Dunia inabadilika. Tunatoka kwenye kuangalia kwamba nafasi fulani lazima ibebwe na mtu wa umri fulani. Sasa huko hatuko tena katika dunia ya leo, tuko katika dunia ambayo tunaangalia utendaji na uwajibikaji. Na kwa msingi huo, hii ni signal kwamba mtu kama ana uwezo wa namna yoyote ile na nafasi yoyote ile, bila kujali umri wake, anaweza kupata nafasi yoyote ile ya utumishi. Tunachoangalia ni ataweza kutekeleza nafasi ile, ataweza kuwajibika, na ataweza kuleta kile ambacho tunakihitaji katika uongozi wake. Na kwa hiyo katika uongozi mkubwa wa nafasi kama ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwangu mimi
naona ni A+ nzuri sana kwa mamlaka za uteuzi, kwa maana ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na kamati kuu na halmashauri kuu kwa kuleta jina la Ndejembi na kutoa signal kwamba sasa tunaangalia utendaji, tunaangalia uwajibikaji bila kuangalia kwamba umri fulani ndio lazima ukamate nafasi fulani. Na inaweza kuja kutokea tena mbele ya safari huko nafasi ile ikachukuliwa na mtu mwenye umri mkubwa na ikawa vile. Kwa hiyo ni signal kwamba inakwenda hivi, inakwenda hivi, inakwenda hivi, inakwenda hivi. Jina tayari limekwishafikishwa bungeni na Mungu akijalia, endapo kura zitapigwa kwa wingi, akipitishwa moja kwa moja, atakuwa makamu wa rais wa 16 hapa nchini kwa Tanzania. Hii inaweza ikaleta tafsiri gani hasa katika uongozi wa nafasi hii? Tafsiri yake ni kwamba anakwenda kwa makamu wa rais na watu kikubwa waamini kwamba anakwenda kufanya delivery nzuri ya nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi za makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zimeainishwa kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania za kumsaidia rais, na imani yangu ni kwamba Deo Ndejembi atashika wadhifa huo vizuri. Kikubwa ni kwamba watu wampe ushirikiano, hilo ni muhimu sana. Wamwamini na wampe ushirikiano, na amekwisha demonstrate uongozi uliokuwa mzuri. Na kwa hiyo jina likipitishwa kwa mjibu wa swali lako, itaonyesha kwamba, na naamini Mungu, sijui kama kutakuwa na mabadiliko, lakini naamini bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania litapitisha jina hilo. Ndio imani yangu, kila mtu ana imani yake. Mimi naamini watalipitisha jina hilo na atakuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na itaonyesha kwamba bunge nalo limekaa naye. Kwanza amekuwemo bungeni toka mwaka 2020, waheshimiwa wa bunge wanamfahamu, wamefanya kazi naye, na hata tunapoongea sasa yuko nchini Marekani ambapo yuko anashughulika na masuala ya nishati, na yuko na wabunge akiwemo mbunge Msukuma na wengine wako naye kule Marekani, Washington DC, anatekeleza masuala hayo. Kwa hiyo waheshimiwa wa bunge wanamfahamu, na ndio maana naamini mimi kwamba waheshimiwa wabunge watampitisha kwa kishindo, kwa sababu ni mtu amefanya naye kazi na amekuwa na rekodi nzuri ya utendaji na uwajibikaji. Moja kwa Deo Ndejembi ni ule unyenyekevu wake, ni ule kujishusha kwake, ni kule Deo hana makuu, hana mabega yaliyotuna. Kwa hiyo sijasema wako wenye mabega yaliyotuna, sijasema hivyo, lakini Deo hana mabega yaliyotuna. Experience yetu, wale ambao tumempigia simu Deo Ndejembi katika wakati wote akiwa waziri katika nyadhifa mbalimbali, Deo anapokea. Peleka message hata saa hizi, mpigie simu Deo atapokea. Kwa hiyo ni jambo zuri, ni mtu ambaye is good, is for everything, ni mtu mnyenyekevu, ni mtu Deo is Deo. Na kwa hiyo makamu wa rais aliyejengua siku chache zilizopita, Emmanuel Nchimbi, amehudumu si zaidi ya miezi 10, kwa muda mchache sana. Na nafasi ameipokea Deogratias. Vitu gani hasa ambavyo unavitazama kwamba vinapaswa kuvizingatia kwake ili kuweza kuhimili vyema nafasi hii na isije kuwa nafasi ya kupita tu kama ilivyopita kwa wengine? Nafasi ya makamu wa rais ni nafasi ya kumsaidia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa hiyo makamu wa rais, jambo la kwanza ni kutekeleza majukumu yake yale yaliyoainishwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kama unamsaidia mheshimiwa rais, uwe tayari kuendana na mheshimiwa rais vile anavyokuongoza, anavyokuelekeza, na uweze kumshauri vizuri katika kazi zake za kila siku. Ukiweza kutekeleza hayo ni vizuri, lakini pia aweze makamu wa rais kuwa na ushirikiano wa karibu na wenzake katika uongozi wa juu wa nchi, kwa maana ya mbali ya mheshimiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, lakini mheshimiwa waziri mkuu na baraza lote la mawaziri ambalo yeye ni sehemu yake. Lakini pia katika utendaji wake basi aweze kuwa na ushirikiano mzuri, cooperation nzuri na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anaposikiliza kero zao, anapokwenda kushughulika kuangalia maendeleo yao, anapokwenda kuongelea ustawi wao wa kisiasa, wa kijamii, wa kiuchumi, wa kiutamaduni, basi mheshimiwa makamu wa rais aweze kuyatekeleza hayo. Akiishi vizuri katika hilo, na yeye niongeze moja kwa kuwa ni kijana pia, akiweza pia kuwaongelea sana. Mimi ni Imani nikiwa na Samira Suleiman, lakini tunazungumza hapa na Dr. Mchunguzi kuhusiana na maamuzi ya jana yaliyotolewa na Chama cha Mapinduzi. Ulikuwa ukijibu swali la Samira, sivyo? La? Samira.
Tukao nimekuuliza hapa kwamba vitu gani Deogratias anapaswa kuvizingatia katika kiti chake. Unamalizia kile cha mwisho. Nimeeleza mengi tu, lakini la mwisho nilikuwa naongea kwamba ni ushirikiano na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini nikaongea kitu kimoja, nikasema vijana, kwamba yeye ni kijana na vijana wengi wamefurahi pia kumpata makamu wa rais kijana. Na kwa hiyo tunayo wizara ya vijana, tunayo mheshimiwa na Nauka, lakini wizara zote ni cross cutting kwenye masuala ya vijana, na kwa msingi huo hilo swala pia ataliangalia la namna ya kuinua ustawi wa kijamii na wa kiuchumi wa vijana wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hilo itabidi alibebe sana. Dr. Mchunguzi, Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi baada ya kujiuzulu, Chama cha Mapinduzi kimemfukuza wanachama. Kwenye barua yake alisema kwamba anajiuzuru nafasi hiyo kuanzia tarehe 4 Septemba. Na jana amefukuzwa wanachama. Ni sahihi kusema kwamba tuna makamu wa rais ambaye hana chama? Tumeliangalia hilo na nimekuwa nikiongea na wanasheria na watu wengine kwamba hilo limekaaje. Kimsingi ni kwamba anapofukuzwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi automatically analuzu makamu wa rais, kwa sababu ili uwe makamu wa rais unapendekezwa kwenye vikao vya Chama cha Mapinduzi. Kwa sababu ndio umeona Ndejembe amependekezwa kwenye kamati kuu na kwenye halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kwangu mimi tumekuwa na argument nyingi tofauti. Ile kufukuzwa uwanachama wa Chama cha Mapinduzi ni kwamba automatically umesize kuwa makamu wa rais. Kwa hiyo according to me kwa sasa tuna makamu wa rais mteule Deo John Ndejembi, lakini hatuna makamu wa rais ambaye tunasema labda muda wake unasubiri uishe ili aingie makamu wa rais mwingine. Hebu tuweke sawa hapo, Mchunguzi, ni mteule ama mpendekezwa? Kwa sababu bado bunge alijampitisha sivyo? Okay, lugha yako ni nzuri. Ni makamu wa rais, ni mpendekezwa. Ni mpendekezwa wa chama, si mteule. Kwa maana hiyo hivi sasa nchi haina makamu wa rais. Haina makamu wa rais. Na hakuna tatizo la hilo kwa sababu hata baada ya kifo cha Dr. John Pombe Magufuli, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliapishwa tarehe 19 Machi 2021 akawa rais, na alipokuwa rais automatically nchi ilimkosa makamu wa rais mpaka alipokwenda kumteua Dr. Philip Isidori Mpango. Alipokwenda kupitishwa kupendekezwa na akaenda kupitishwa na bunge, ndipo akaja kuwa makamu wa rais. Kwa hiyo tunayo precedence au habari za nyuma za zamani huko ambako tumeweza kuwa na nchi ikiwa na rais bila kuwa na makamu wa rais, kama alivyokuwa Samia Suluhu Hassan rais bila kuwa na makamu wa rais. Na hilo lilifanyika na halikuleta tatizo lolote kikatiba wala kisheria. Na kwa hiyo sasa hivi tuna makamu wa rais mpendekezwa na hatuna makamu wa rais. Kiti cha makamu wa rais ni kikubwa sana. Ndio. Si kitu cha kawaida. Ndio. Na kujengwa kwake ama kujiuzulu Dr. Emmanuel Nchimbi manake si kitu cha kawaida pia. Kuna dosari namna yote ambayo imeachwa katika chama hiki cha Mapinduzi na hatimaye kuweza kufukuzwa wanachama moja kwa moja? Kufukuzwa wanachama si dosari ndani ya chama, kwa sababu kihistoria tumekuwa na mambo hayo ambayo yaliwahi kutokea ndani ya chama chetu. Kwa hiyo yeye sio wa kwanza kufukuzwa. Nadhani mnazielewa vizuri historia kwamba mwaka 1988 Maalim Seif Sharif Ahmad alifukuzwa kwenye Chama cha Mapinduzi na Shabani Mlo na Mansur Yusuf Himidi walifukuzwa. Lakini pia tulikuwa na kesi nyingine mwaka 2017 ambapo mwezi Machi aliyekuwa mwenyekiti wa umoja wa wanawake wa Tanzania Sofia Simba alifukuzwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi, ingawa mwezi Novemba mwaka ule alirudishiwa wanachama wake. Lakini hiyo iliendana pia na kufukuzwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Dar es Salaam Ramadhani Madabida, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Iringa Jessica Msamba Tabangu, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Erasto wa Shinyanga, na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Mara Christopher Sanya. Baada ya pale alikuja kufukuzwa Bernard Membe tarehe 28 Februari mwaka 2020. Na kote kule hakuna dosari iliyoachwa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo ni jambo ambalo limekuwa lipo na halileti dosari, kwa sababu anafukuzwa kwa mujibu wa kanuni na taratibu za Chama cha Mapinduzi na sio uonevu. Vipi kujiuzulu kwake kwenye nafasi hii? Kujiuzulu kwake hakuleti tatizo, kwa sababu
hata Dr. Philip Isdori Mpango aliandika barua ambayo alikiri kwetu kwa wananchi kwamba ameandika barua na Mheshimiwa Rais alithibitisha kwamba sitaki kuendelea na nafasi ya makamu wa rais tutakapomaliza awamu ile ya mwanzo ya awamu ya 6. Kwa hiyo hizo ni scenario tofauti Dr. Mchunguzi. Kwa maana gani? Kwa maana ya kwamba Philip Mpango aliomba mwenyewe kusimama na muda wake ulikuwa umeshakwisha. Lakini Dr. Nchimbi muda wake ulikuwa haujakwisha, alikuwa madarakani, amejiuzuru. Ndio. Ni uamuzi wake kwa sababu anaruhusiwa kikatiba. Katiba ya Chama cha Mapinduzi imekuruhusu kufanya hivyo, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuruhusu kufanya hivyo na ametekeleza wajibu wake kwa mujibu wa katiba. Na hatuwezi mimi na wewe tukasema sababu ya yeye kujiuzuru ni ipi. Sababu tunazozichukua sisi ni zile alizotuambia yeye katika barua tuliyoisoma ambayo naamini ni barua halali. Inawezekana ziko sababu nyingine informal, hizo ni za kwake. Na kwa hiyo kama amezitoa hizo, hata ingekuwa ni mwezi mmoja tu amekuwa makamu wa rais, hata ingekuwa ni wiki moja amekuwa makamu wa rais na kajiuzuru, what would be the difference? Kwangu mimi it wouldn't mean anything. Na kwa hiyo unaweza ukaa mwezi mmoja makamu wa rais ukaisha, ukakaa miezi mitatu makamu wa rais ukaisha, na ndivyo inavyotokea Uingereza. Unasema kwamba hili ni jambo la kawaida tu Chama cha Mapinduzi kufukuza wanachama wake kwa mujibu wa kanuni zao, katiba na taratibu zao. Na umetupa marejeo ya watu wa nyuma ambao walishafukuzwa wanachama. Hii ndo kusema kwamba inamaanisha CCM inatoa somo kwamba hakuna aliye mkubwa zaidi ya chama. Hakuna aliyekuwa mkubwa zaidi ya chama. Nao wataja ni watu kama 8-9 tu katika wanachama zaidi ya milioni 13 na chama chenye historia ndefu toka mwaka 1977. Watu waliofukuzwa wanachama kama wafiki 15 katika miaka yote ya umri wa CCM, huoni kama ni wachache? Ni watu wachache sana katika nafasi za juu za uongozi. Wangekuwa angalau 50 au 100 tungesema hiki chama kinafukuza wanachama. Lakini ni wale wachache tu, na mara nyingi kuna sababu hizo. Na la pili ni hilo nalo lisema kwamba hakuna anayekuwa mkubwa zaidi ya Chama cha Mapinduzi. Chama ni kikubwa kuliko mwanachama. Ila mwanachama anazo haki zake zote kwa mujibu wa katiba ya Chama cha Mapinduzi. Mimi nina miaka 45 kama mwanachama wa Chama cha Mapinduzi mfululizo 45 years. Na kwa hiyo naziona kanuni zilivyo na taratibu zilivyo ni kwamba unayo haki. Mchunguzi, hapo unatoa mfano ama ni uhalisia? Mimi ni uhalisia. Mimi nimejoin CCM mwaka 1982, ndio kadi yangu ya kwanza nikiwa Mzumbe. Ndio nilipata kadi yangu ya kwanza ipo. Na kwa hiyo nina miaka nakwenda 45 sasa nikiwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi mfululizo. Lakini wakati chama kinazaliwa tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 77, nilikuwa katibu tayari wa umoja wa vijana wa CCM wa tawi la Msoma Sekondari na katibu wa vijana kaimu wa wilaya ya Msoma mjini. Na kwa hiyo ninaelewa inavyokuwa ni kwamba hakuna anayekuwa juu ya chama, lakini bado haki zako kama wanachama zinalindwa na chama hakionei mtu yeyote. Dr. Rose Migiro ndio jana ndio amesema tu kwamba Dr. Nchimbi alivunja sheria na taratibu na kwenda kinyume na kanuni za chama chenu kama unavyosema, lakini hakuweka bayana sababu zake. Labda kwa unavyomuona Daktari Nchimbi ukimfuatilia siasa zake na mienendo yake alivyokuwa makamu wa rais hata kabla, unadhani ni kanuni ama sheria gani za chama chenu ambazo amevunja hata kupelekea kufukuzwa wanachama? Sasa siwezi kujua hizo, ilibidi katibu mkuu wetu wa chama Mheshimiwa Dr. Asha Rose Migiro atuambie, kwa sababu angeziweka bayana tungezichambua hizo na kuona ukubwa wake, upana wake, udogo wake na kadhalika. Hakuziweka bayana. Hizo zimebaki ndani ya chama chenyewe kwa sababu ni taratibu za chama, na huenda labda at a certain point zinaweza zikaja zikatolewa katika taratibu ambazo zipo za Chama cha Mapinduzi. Lakini kwa level hiyo na kwa nafasi ya makamu wa rais alifanya hivyo, na naamini alifanya vizuri kuto kuziweka wazi, kwa sababu ukiziweka wazi unaleta tena analysis ambayo ni tofauti. Kumbuka Mheshimiwa makamu wa rais aliyekuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekwisha andika barua na kueleza sababu zake. Halafu sasa chama nacho kinaeleza kwamba kuna mambo mengine, ina maana hayo ni nje ya sababu zake za yeye pale. Lakini pia yeye hakuweka bayana, alisema tu kwamba anadhani Daktari Samia anahitaji mabadiliko. Hiyo ni bayana nzuri. Bayana haina ukubwa wala udogo wala maneno mengi wala kidogo. Ile sentensi yenyewe ukiisoma inatosha kabisa. Inatosha kabisa. Mtu akikufuata akasema na kuhitaji wewe uwe mke wangu, imetosha. Mwingine anaweza akaandika barua ya page 10, mwingine anaweza akaongea maneno 200 500 akarudi kesho na kesho kutwa. Sasa mtasema yule aliyesema na kuomba uwe mke wangu bado hajaongea vizuri, kaongea vizuri. Kwa hiyo maneno yake yale kwenye barua kwa analysis yangu yanatosha, alieleza vizuri, ni summary nzuri
imejieleza vizuri na ni sababu inayotosha. Kujiuzulu kwake pamoja na kufukuzwa wanachama kunamweka kwenye nafasi gani Balozi Emmanuel Nchimbi? Ni kwamba hataruhusika tena kugusa masuala ya kisiasa, ama ana nafasi ya kuweza kufanya siasa lakini nje ya chama chochote atakachokiteua mbali ya CCM? Anaweza kufanya siasa nje ya Chama cha Mapinduzi, na akitaka kurudi Chama cha Mapinduzi, taratibu zetu zipo, ibara ya 6 mpaka ibara ya 20 ya katiba ya Chama cha Mapinduzi, ibara ya 12, 13 tatu imeeleza namna ya kurudi, na ibara ya 19 imeeleza namna ya kurudi kama ulikuwa kiongozi. Ziko wazi, katiba yetu iko wazi na kanuni zetu za Chama cha Mapinduzi ziko wazi. Kwa hiyo anaweza kuja kurudi. Kwa kukumbuke kuna walioondoka ambao hawakufukuzwa wanachama, lakini waliondoka lakini walirudi tena ndani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini pia inampa nafasi, bado hazuiwi kuendelea na siasa siku za usoni. Nasema hivyo kwa nini? Kwa kauli yake mwenyewe alisema mwaka 2015, 17 pale, 15 nafikiri, alisema mzee Wasira Steven, babangu, mzee wangu, alimwambia kwamba aliposema yeye mwenyewe anang'atuka nini? Siasa. Yeye mwenyewe Nchimbi. Wasira alimwambia usiseme hivyo bwana. Unaweza ukaja ukarudi kwenye siasa. Alitamka hivyo na bado akarudi kwenye siasa. Alipoteuliwa kwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi hakukataa nafasi, lakini alikwisha sema kwa kauli yake kwamba mzee Wasira alimwambia usiongee hivyo. Kwa hiyo na sasa anapotuambia ameng'atuka siasa, huwezi kujua ameng'atuka siasa zipi. Ni siasa za Chama cha Mapinduzi, anaweza kaingia kwenye chama kingine cha siasa, au anaweza siku moja pia akarudi Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo katika siasa hatuwezi kujua, kwa sababu hata wale walioondoka CCM ambao hata wakufuza wanachama wakaenda upinzani, wengi tu sina haja kuwataja majina, walivyoondoka kauli walizozitoa ilikuwa ni kwamba hawatarudi. Lakini baadaye tuliwaona wote moja moja wanafanya nini? Wanarejea CCM. Kwa hiyo sina imani kwamba ndio imekuwa mwisho wake kisiasa, lakini na sina cha kumshauri zaidi kwamba achukue uamuzi upi, aende wapi au afanye nini. Nadhani hilo liko kwake, lakini kwa kijana, namuita kijana anayeelekea uzee wa miaka 54, naona bado kama ni kuishi hapa duniani, Mungu amempa umri. Sasa hivi watu wanaenda mpaka miaka 100, ana ule miaka 50 60 ya kwanza kushika mkongojo. Sasa katika kipindi hicho, kwa mtu aliyekulia kwenye siasa, unajiuliza je, ataishije kisiasa? Lakini maisha yanabadilika, anaweza kwenda akafanya mambo mengine, akafanya biashara, akafanya kilimo, akafanya chochote bile, na bado maisha yakafanya nini? Yakaendelea. Kwa hiyo daktari, unasema kwamba hakuna aliye mkubwa zaidi ya chama, lakini kila mwanachama ana haki zake kikatiba kwa mujibu wa katiba yenu ya Chama cha Mapinduzi. Ukifukuzwa chama kama hivi na labda sababu hazijawekwa bayana kama ilivyokuwa jana, jambo ambalo kwa kauli yako unasema kwamba unadhani chama kimefanya vizuri, kwa mwanachama ambaye umefukuzwa, una haki ya kwenda kuhoji, ama unakuwa tayari umeshaambiwa bwana sababu yako ni hii na hii, lakini unakuwa tu umeambiwa vile kwa jumla yake? Haki tunayo ndani ya Chama cha Mapinduzi. Anaweza akaapili bado kwenye vikao maalum vya chama, akapinga uamuzi huo wa kufanyaje uliofanyika. Anaweza akapinga uamuzi huo kwenye vikao vile, lakini anaweza pia kuomba msamaha ndani ya chama tena kile kile, na adhabu ile ikaondolewa. Inaruhusiwa yote hiyo. Anaweza kuomba msamaha na akarudi, kama waliokwenda wakarudi, unaomba msamaha, unarudi bila tatizo lolote. Lakini anaweza bado pia kuappeal kwamba labda uamuzi mliochukua naona kama ni mkubwa mno na nini, na vikao vya chama vipo, vitakaa, vinavyohusika vitaangalia swala hilo, na vinaweza vikarevate labda hilo swala baadaye na kusema labda ilikuwa hivi, lakini haitamrudisha kwenye nafasi ya umakamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu tutakuwa tumekwisha mpata makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano, lakini labda itamweka katika nafasi inaweza kumsaidia kupata tena uongozi wa namna fulani au aina fulani ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumeshuhudia mara kadhaa makamu wa rais anagombea kuwa rais kwa muhula ambao unafuata. Tutegemee pia Deogratias na yeye anaweza kuchukua mkondo huu 2030 kugombea urais. Ana nafasi yote ile. Nafasi ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iko wazi kwa Mtanzania yeyote anayekidhi vigezo vilivyotajwa ndani ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndejembi mheshimiwa makamu wa rais mpendekezwa, ambaye baadaye atakuwa mteule na baadaye atakuwa makamu wa rais, sasa ni mpendekezwa. Ndejembi bado Deogratias atakuwa na nafasi nzuri kabisa 2030 kama ataamua ya kugombea kila atakachoona kinafaa, kwa sababu katiba inamruhusu. Sasa atagombea lipi ni yeye, lakini mimi namtakia kila laheri katika nafasi ya sasa
akiwa bado ni mpendekezwa, na baadaye atakuwa mteule, na baadaye atakuwa makamu. Namtakia kila laheri, lakini yes, anayo nafasi hiyo 2030. Anaweza aidha kuendelea kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, au anaweza kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 2030. Vyovyote vile anaruhusiwa. Kwa hiyo katiba inamruhusu, na let us hope for anything. Ingawa utakubaliana na mimi kwamba uteuzi wake umefuta tetesi nyingi zilizokuwa midomoni na masikioni mwa watu wengi kuhusu 2030, na ile mitazamo ya watu kuhusu 2030 imebadilika. Watu wamegundua kwamba hiki ndicho Chama cha Mapinduzi na hii ndio serikali ya awamu ya 6. Makini wanakwenda relatively vizuri, hawaonei mtu na kadhalika. Mimi nafikiri imeleta picha nzuri sana kwa 2030. Watu walikuwa na anticipation nyingi, itakuwa hivi, inaweza kuwa hivi, inaweza kuwa hivi. Sasa watu waende wakafanye kazi, na watu wote ambao wanataka urais 2030 wasubiri 2030 ifike, vipenga vipulizwe, filimbi zilie kwenye vyama, kwenye nini, twende kwenye michakato. Sasa hivi watu wafanye kazi kama ni viongozi za kuwatumikia wananchi, na wananchi wafanye kazi za uzalishaji, kutafuta maisha yao ya kila siku na kuimove Tanzania. Habari ya urais kuongelea leo no. Mna wimbo wenu ule mnaosema mnywe sumu wa mjinyonge. Hatunywi sumu, hatujinyonge. CCM mbele kwa mbele. Ni kweli hatunywi sumu, hatujinyonge. Namba watu wanaisoma. Ndio. Hizi namba watu wanaisoma. Ni kweli. Sasa waione namba. CCM nambari 1 ni kweli. Kwa hiyo ndivyo ilivyo. Ni chama bora, ni chama kikubwa, ni chama kizuri, Chama cha Mapinduzi. Tunakwenda nacho, si malaika, si chama cha malaika. Tunayo pia mapungufu wakati mwingine yetu kama binadamu, lakini ni chama imara sana, Chama cha Mapinduzi. Dr. Mchunguzi, asante sana kwa kuungana nasi. Naona una funguo yako ya gari hapo, bila shaka umekuja na gari yako. Sasa nataka nikupe mchongo. Na wewe ujaji hapa muda mrefu na unakosa mambo mazuri. Ndio. Unanisikiliza kwa makini? Na kusikiliza kwa makini Maya. Mafuta unapotaka kwenda kujaza. Sasa hizi mafuta yamepanda bei, utakubaliana na mimi, sivyo? Hata kama umetunzwa juzi kwenye Maulidi ukasema kwamba mfuko umetuna. Maulidi ya mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na washukuru wote walionitunza mbele ya Waziri Mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba na Mufti na Sheikh mkuu na Imamu mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana. Sasa mimi nakuambia hiyo pesa, ndio ukienda kujaza mafuta kwenye vituo vya mafuta vya Puma, ndio kwanza unatakiwa kupa simu zako hapo 3, sijui ipi. Baba una mbwembwe. Kweli. Simu zako 3 hizo, simu yako ambayo unatumia ina bando, pakua application inaitwa Puma Press Africa. Puma Press Africa. Kisha pakua hiyo application, jisajili pale chap. Ndio. Hata kama uko sijui eneo gani, Mikocheni wapi, unaangalia tu pale application hiyo inakuonesha kituo cha mafuta cha Puma ambacho kiko karibu na wewe. Ndio. Ukifika pale unajaza mafuta alafu unalipia kidigitali kupitia hiyo application. Moja kwa moja. Sasa kwa kila lita moja ya mafuta utakayonunua unapata point 10. Safi. Lakini pale nyumbani, najua ni mdau wa nishati safi. Ndio. Anzeni kutumia gesi ya kupikia ya Puma, kwa sababu ukinunua mtungi mmoja unapata point 50. Lakini kwenye vile vituo vya mafuta vya Puma pembeni hivi, kwenye kila kituo cha mafuta kuna duka pale limeandikwa Shop Express. Sasa najua wewe binti yako muda wote uko naye, labda unataka kumnunulia kahawa, snacks, sijui nini, lipia kwa kutumia Puma Press. Ukilipia sasa kwa kila shilingi 3000 unayotumia unapata pointi zako 10. Lakini gari yako ikipata hitilafu pale, umeenda kufanya service, sijui oil, vitu gani, kwa kila 3000 utakayotumia unapata pointi zako 10. Sasa kwa nini hizo pointi ni muhimu? Hizo pointi ni muhimu kwa sababu baada ya muda fulani unaweza pia kuzitumia hizo pointi. Siku hiyo 300,000 umetunzwa kwenye Maulidi, baba imepungua, gesi nyumbani imeisha, unaangalia nina pointi ngapi, unaenda pale Puma, leo situmii pesa, natumia pointi zangu kununua tena gesi. Kwa hutoi pesa. Au pointi zangu hizi nijaze mafuta. Pointi zangu hizi nijaze zangu mafuta yanifikishe nyumbani. Kwa hiyo unakuwa kama unafanya uwekezaji fulani hivi. Lakini unakuwa kama hautembei mwendo wa kipofu, kwa sababu unakuwa unajua mafuta yangu yamebaki kiasi hiki, distance ni hii, nikitoka hapa mpaka nikakute kituo cha mafuta cha Puma Press ni kilomita kadhaa, kwa sababu application ya Puma Press inakuonesha. Na hizo point usiwe na papara nazo, zinakaa miaka 2 utakuwa hujatumia hapo. Hiyo maisha panda shuka. Ni kweli. Lolote unaweza kuwa likakukuta ukasema leo
apeche ya lolo, si ndio? Sijui enzi zenu mlikuwa mnasemaje, lakini jenzi tunasema apeche ya lolo. Naona mnasema apeche ya lolo. Kwa ukifika pale unalipia na points zako, mambo yanakuwa mazuri. Safi sana. Sema clock it, sio safi sana. Namna hiyo sema clock it. Sema Puma energy umetisha. Puma please clock it. Puma please clock it. Puma please clock it. Namna hiyo. Please clock it. Oh, that's very good. Puma please clock it. Wewe uko mwaka wa mbele Dr. Mchunguzi. Si mchezo. Yeah, basi ta download hiyo hapo sasa hivi nikimaliza hapa na nitaona itakavyokwenda. Ni jambo zuri la point hizo, ni kitu ambacho ni vizuri muendelee kukimarket kwa sababu unaona kina faida kubwa sana kwa watumiaji wanaotumia nishati hizo na kadhalika. Kwa hiyo jambo zuri, nikiwemo mimi na nimekuwa nikijaza mafuta kwenye vituo vingi vya Puma nchi nzima. Unajua nasafiri mara nyingi pia na gari karibu mikoa yote ya Tanzania. Lakini siri application nilikuwa sijajua. Sasa ndio raha ya kuja ufalmeni bwana. Yeah, nimekuja kwenye ufalme kweli, Crown hapa kwenye Kasiki. Hili kwa kweli si mchezo. Nimepata information ambayo ni nzuri sana. Nashukuru sana na ni washukuru sana Puma kwa application hiyo. Na kwa maana hiyo tunaendelea kupromote nishati safi na naamini kwamba itakwenda vizuri. Nyumbani pale pikia ni gesi ya Puma. Point 50 kwa mtungi mmoja. Tayari. Ni kweli. Sitaeleza mtungi tulio nao ni wa nini, lakini kwa kweli sio wa Puma. Na kwa hiyo utabadilisha si wa Puma. Hapana, lakini sihitaji kutaja ni wa nani. Maana nikisema na Amia Puma anaweza akanifuata. Akaniambia sasa wewe Dr. vipi tena mbona unatukimbia? Lakini sasa ni mambo ya Puma gas clock it. Namna hiyo. Asante sana Dr. Mchunguzi. Nawashukuru sana na nawatakia kazi njema. Asante sana. Mseto, kipindi ambacho kinawakilisha muziki. Nimetunga rasmi kwa mtu aliyesingo
92.1 Crown FM, Dar es Salaam. Najua sasa hivyo karibu na radio. Wewe 14 wewe. Hauna rafiki zako. Naomba kidogo. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.